Wakenya wengine 80 waliokuwa wamekwama Afrika Kusini kutokana na machafuko ya uajiri hatimaye walirejea nchini. Baadhi ya Wakenya hao wamesimulia jinsi walivyoponea kifo kwenye uvamizi dhidi ya wahamiaji nchini humo, ambao kilele chake kilikuwa maandamano ya Juni 30 iliyolenga kuwafurusha warejee makwao. Aidha, wameelezea hatari inayowakabili wageni Afrika Kusini kando na kupoteza mali zao. Tumechapwa kabisa. Mimi nitagoya kunihusu njuu hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu. Nimetoka bila kila kitu, hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha juu wanakuja kwa nyumba wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru. So mimi nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani. Nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu. Kuna wakati walikuwa wamesema mwenye hawana document watoke, wakafika mahali wakasema hata documented, either you are documented or not documented, utoke. Wakapatiana deadline ya 30 June. Wasema mwenye atoki watadili na yeye. Sasa unaona hata manchi zingine kama Malawi, Mozambique, Zimbabwe, watu wengi sana, thousands and thousands wametoroka South Africa juu ya hiyo. Most foreigners hizi hata wakichapwa they are scared to go to the police. Juu hata wakienda kwa police sometime hata they don't get the help. Sometimes hata hiyo help haipati.